Miezi miwili imepita niliota ndoto juu ya Askofu Gwajima, na kwa kuwa sikuielewa maana ilibidi nitulie niendelee kumsikiliza Mungu. Ilikuwa tarehe 10 mwezi wa 4 2026, na ndoto ile ile niliyoota mimi kuna mtu mwingine akaota pia hiyo siku. Ninaomba niombe, na baada ya hapo nitaizungumza na vile ambavyo mimi nimeielewa, na kama Mungu atakufunulia pia kwa namna nyingine utaandika kwenye comment. Ninaomba niombe. Mwenyezi Mungu na Baba yetu wa mbinguni, ninakushukuru Bwana. Nipe kinywa cha kunena yaliyo mapenzi yako kwa ajili ya taifa la Tanzania, ili mapenzi yako makamilifu yatimizwe kwenye taifa la Tanzania. Kupitia jina pekee la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Kwenye hiyo ndoto niliota ya kwamba nimeingia darasani, nikamkuta mwalimu anafundisha. Nikiwa darasani nikajikuta kwamba na mimi nimeingia, ila sio kama mwanafunzi bali kama mwalimu. Na mwalimu alikuwa anafundisha masomo mawili, chemistry na biology. Amesomea chemistry na biology. Na mimi pia nikajikuta kwenye ndoto kwamba pia na mimi ni mwalimu wa chemistry na biology. Wakati huo alikuwa anafundisha chemistry, na mimi shuleni nimekuwa nikifundisha chemistry, lakini kwenye hiyo ndoto nilionekana kwamba ndani yangu nilikuwa nasikia uwezo au wito wa kufundisha biology, ila moyoni nilikuwa sitaki kufundisha. Ndoto hiyo haikuwa na maana kubwa sana kwangu, na huwa ninajiepusha kufuatilia ndoto ili kusudi nisiwe mtu wa kuishi kwa ndoto, maana sio kila ndoto lazima iwe na maana. Lakini pia kuna ndoto zingine zina muda wake. Kwa hiyo ukianza kuifuatilia itakupa tu stress, maana hutaielewa. Lakini nishangaa mtu mwingine pia, mwana maombi mwenzetu, akanitumia ujumbe kwamba nimeota leo uko kwenye gorofa ya juu sana unafundisha darasa moja na Askofu Gwajima, nyie ndo walimu, na mlikuwa mnafundisha Kiingereza. Kwa mimi nikawa sielewi. Mtu mmoja akaniambia kwamba mwambie mwalimu Musa atakuelewesha. Ndoto hiyo ikanipa sana kutafakari. Na baadaye tarehe 19 tena mwezi wa 5 2026 nikaota ndoto ambao pia na yeye akaota. Kwa hii kanifanya nitafakari pia, nikumbuke ile ndoto ya darasani kwamba ilikuwa na maana. Maana pia kuna tukio lingine la 3 niliota na yeye akaota na likatimia. Sasa hii ndoto ina maana gani? Cha kwanza, kwenye hiyo ndoto kulionekana kuna masomo mawili, chemistry na biology. Tunajua biology inahusu viumbe hai, inahusu maisha, inahusu watu na viumbe vingine. Lakini chemistry inahusu tunasema inahusiana na mambo ya chemical, mambo ya kutengeneza dawa, mambo ya chemical reaction, element kwa ujumla na reaction zake au characteristic zake. Hapo ndo utapata mambo ya madini pia. Rasilimali nyingi zinachezea kwenye chemistry na physics na biology pia kwa sehemu. Kwa hiyo ndani yangu nikawa nina tafakari, lakini kwa ufupi ni kwamba kwanza ninaepuka kujiungamanisha na Askofu Gwajima, kwa sababu anavyohubiri kwa sasa ni rahisi sana kupata maadui na kukufungia milango ya huduma, kwa sababu Mungu anapokupa wito, huo wito ni kwa ajili ya watu wote wa kila aina. Nakumbuka mwinjilisti Leonard Bonke alikuwa anasapotiwa mpaka na wapagani, mpaka na Waislamu. Kwa sababu gani? Yeye alikuwa anawahubiria Injili ambayo inaonyesha upendo wa Mungu
kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo ilikuwa inamfanya hata kama mtu hamwamini Yesu, bado anakuwa ni rafiki wake, anakuwa sapoti. Kwa hiyo nikaogopa sana kwamba ina maana gani mimi nifundishe darasa moja na Askofu Gwajima. Bado hiyo ndoto ina fumbo, lakini nilichoelewa kwa upande wangu ni kwamba kwa nini nilikuwa nasikia wito wa kufundisha biology. Biology ni somo ambalo linahusu watu, na mimi ndani yangu nimekuwa nikisikia mzigo kwa ajili ya Tanzania, watu wa Tanzania, toba kwa ajili ya Tanzania, kwa sababu uwepo wa Tanzania haupo kwenye rasilimali zake, haupo kwenye madini tulionayo, upo kwenye watu tulionao. Utajiri wa kwanza wa Tanzania sio rasilimali zilizopo, bali watu waliopo. Tukipoteza maadili ya kimungu kwa Tanzania, tukipoteza msingi wa upendo, mshikamano, hofu ya Mungu, hata hayo madini hayana maana. Samahani kwa kutolea huu mfano. Nchi ya Kongo ni tajiri kwa Afrika, inawezekana ni ya kwanza kwa madini, utajiri wa madini. Inawezekana kabisa ikawa ya kwanza kwa utajiri kupitia madini, kupita hata Nigeria, kupita hata South Africa. Lakini kwa nini wananchi wake hawafaidiki na hizo rasilimali zilizopo? Shida sio uwepo wa rasilimali. Shida ni changamoto iliyopo katika nchi kwa watu wake. Ndiyo maana nikasema ya kwamba Mungu anapokupa maono, usiangalie tu kupata kile alichokuonyesha, bali njia sahihi aliyokusudia uipate. Kwa sababu kuna njia ambayo unaweza ukaipata, lakini ikakugharimu kwenye wito wako mkuu. Kwa hiyo kwa upande wangu nilielewa ya kwamba Mungu ananipa wito zaidi kwa ajili ya roho za watu. Kwa nilichokifanya, nikaendelea kumwomba Mungu. Tarehe 7 mwezi huu wa 6 mwaka 2026, nikasikia wito wangu, ninaambiwa kuanzisha kampeni ya injili na uamsho kwa ajili ya taifa la Tanzania, kwa sababu Mungu alikusudia kusiwe na machafuko kupitia kumtanguliza yeye. Ni ujumbe ambao ulikuja 2020, ingawa tukufanyia kazi. Kwa nikasema Mungu kuna wakati mwingine anasema ni heri uchelewe lakini ufanye. Mfano yule mtu ambaye aliambiwa ya kwamba waliambiwa waende wakalime, lakini kuna wengine walienda mapema, kuna mwingine alienda jioni na bado wakalipwa ujira sawa. Kwa mpaka sasa tumeshaanza injili Dar es Salaam, na ujumbe huu wafikie watumishi wengine. Kuna watumishi wanasubiri maandamano, na ndani yao mioyoni wanasapoti. Hayo maandamano hawezi kulileta taifa la Tanzania likiwa na kusudi la Mungu. Ni wakati ambao tunatakiwa kuomba, kumwambia Mungu tunahitaji lile shauri lako la kwanza lisimame juu ya taifa la Tanzania. Unajua, niseme hivi, kuna andiko moja linasema ya kwamba Ahabu aliambiwa umeua ili utamalaki. Hilo andiko tunaweza tukaliona kwa watu wengine, lakini kama we ni mtumishi wa Mungu na bado unaomba mtu fulani afe, maana yake hata kama kuna nafasi utaipata, ni sawa na yule aliyeambiwa tu kwamba umeua ili utamalaki. Sema wewe umeua kwa kutumia jina la Yesu, kwa nguvu aliyokupa Mungu ili kuokoa watu, unaweza kaitumia kivingine. Kwa Mungu atusaidie sana, kwa sababu unajua, mfano mimi leo nikianza kuongea lugha mbaya kwa mtu ambaye ni Muislamu, inawezekana kabisa ni conflict binafsi, inawezekana niko sahihi, lakini ni rahisi pia kupindishwa ikawa ni vita ya kidini ambayo ni mbaya.
Kwa katika kila jambo ni wakati ambao tunatakiwa kumsikiliza Mungu sana juu ya taifa la Tanzania. Tunaona yanayoibuka sasa hivi, mfano ubaguzi kati ya Tanganyika na Zanzibar. Yote hayo yanahitaji kumsikiliza Mungu ili Mungu atupe hatima njema. Nitimisho kwa kusema kwamba mbele yetu kuna changamoto kubwa kwa watumishi, ambapo tumejikuta na sisi tumekuwa wanasiasa badala ya kumsikia Mungu anataka tufanye nini na wakati gani. Mungu atusaidie, kwa sababu kuna wakati Mungu anakupa maono, either ni ya wakati fulani, kama ambavyo Israeli mitume walimuuliza Bwana kwamba je, wakati huu ndio unapowapa Israeli ufalme? Akamwambia akawambia nitarudia hili andiko, Matendo ya Mitume 1:6 inasema, akamwambia si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Kwa kuna mambo si kazi yetu kuyajua, lakini pia kuna wakati ambapo ili jambo litimie unahitaji kumsikiliza Mungu. Kwa hiyo nihitimishe kwa kusema ya kwamba kuna jambo Mungu ameweka ndani yetu juu ya taifa la Tanzania, lakini Mungu atusaidie kuona njia sahihi ambayo itaendelea kulitimiza kusudi la Mungu katika njia ambayo itatuacha Watanzania tukiwa ni nchi aliyoikusudia Mungu. Naomba niombe. Bwana Yesu, ninasimama kwako. Naendelea kukuita wewe ambaye unaishi milele. Tunaomba Mungu ukalete uamsho juu ya taifa la Tanzania, tukuone wewe. Leta uamsho ambao Bwana utatuleta pamoja kama taifa, utatuunganisha kama taifa. Mungu, tunatamani mikono yetu isishiriki kuangamiza waovu, bali mapenzi yako yatimizwe. Umetuambia tuwe na upendo. Wewe Mungu unataka tuonyeshe upendo wako. Naomba Mungu usimame nasi. Mioyo yetu ikijaa visasi, hatuwezi kuonyesha upendo wako kamili. Tusaidie Bwana. Naomba mtumishi wako yote ambao umemkusudia kuyatimiza mapenzi yako, muongoze, mpe hekima, mpe kukusikia wewe. Tupe kuvuka taifa la Tanzania. Kuna maandamano ambayo yanaandaliwa mbele yetu. Mungu, ninaomba taifa la Tanzania lipate haki, si kwa kumwaga damu wala si kwa njia ya maandamano, bali Mungu usimame nasi. Ninaomba na kuamini kwako kwa jina pekee la Yesu Kristo. Amen. Mungu abariki. Nitakuja kuzungumza mambo mawili baadaye, maana sivi ni usiku saa 9 kasoro. Amen.